bwana, mlitoka mmecheza mechi ngumu sana, mechi na Tabora United. Tunakwenda kucheza mechi ya Mashati Day dhidi ya Coast Union ya Tanga siku ya kesho. Nadhani kama uongozi umejiandaa vizuri kuhakikisha mchezo huu tunapata matokeo. Pili, kama wachezaji wanajua umuhimu wa mchezo wa kesho. Sisi nadhani mchoko kwenye mpira upo, lakini kwa sababu tuna jambo letu, tutapambana kuhakikisha tunapata alama 3 kesho ili tufikishe malengo yetu ya kutetea ubingwa wetu wa NBC. Lazima tucheze, tushinde michezo iliyobaki ili tuwe mabingwa wa msimu wa 4 mfululizo. Lakini mmetoka kucheza mechi ngumu sana, mechi na Tabora, maana haikuwa ya kawaida. Mimi ile mechi nilikwenda nimeiangalia live. Ile mechi ilikuwa ngumu kwenye makaratasi, lakini kwenye dakika 90 zile timu ndogo sana, haiwezi kwa mechi ngumu yetu kabisa na Tabora ikawa mechi ngumu ile, kwa sababu mechi ilikuwa na morali mkubwa, ilikuwa na pressure kubwa. Mwisho wa siku chotokea umekiona wewe mwenyewe, tumenitoka kumpa Chomanito goli 3. Mwisho wa siku tunaamka asubuhi, afisa habari wetu na ambaye kwenye kaselo kadogo, lakini mwisho wa siku mkoa alikasirika, lakini tufanya jambo letu, tumeondoka. Lakini sasa mechi ilikuwa ngumu, katika mechi ngumu ile ilikuwa mechi ngumu kabisa, mechi ilikuwa rahisi. Isipokuwa sababu ilikuwa na tension kubwa, ilikuwa mechi ilikuwa ngumu, lakini kwa mechi katika 90 mechi ilikuwa rahisi kabisa kabisa. Naenda kukutana na Coastal Union kutoka Tanga. Coastal Union mechi ya kwanza mlimfunga, mechi ya pili mkakutana naye kwenye kombe la FA mkamtoa. Hauoni kwamba hii mechi itakuwa ngumu kwa namna moja ama nyingine, itakuwa anahitaji kufuta uteja yeye? Nadhani katika swali ambalo umetaka kunitauliza kunisulia swali moja, swali zuri sana. Yaani katika mechi ngumu hiyo ndio mechi ngumu, lakini sio na wale wataja mara ya kwanza Tabora. Hao kama ulivyosema walishafunga mara 2 ndani ya msimu mmoja. Tunakwenda kucheza mechi ya 3 ndani ya msimu huo ambao tumewafunga mara 2. Katika mechi ambayo itakuwa ngumu ni hiyo ya kesho, kwa sababu ile timu iko vizuri na timu ambayo ipo ligi kuu, kuifunga mara 3 mfululizo sio kazi dogo. Lazima tujipange, tuhakikishe mchezo wa kesho ni mchezo mgumu kweli, kwa sababu wao watajua watatafuta sababu gani tunafungwa na Yanga kila mchezo. Kwa katika mchezo mgumu kesho ni mchezo mgumu kweli, kwa sababu hiyo timu tushaifunga mara 2 katika msimu mmoja. Ina maana kesho tunakwenda kucheza mchezo wa 3. Ni lazima wajipange, wajiulize kwa nini tumewafunga mara 2 alafu tunacheza nao mara ya 3. Lazima tafute namna ya wao kujitetea ili mradi waonekane katika timu ambazo zenye ushindani. Ya tumeshuhudia benchi la Yanga, benchi lao la Yanga likiongezeka, akiongezwa Edna Lema kutoka kwenye timu ya wanawake, amekuja kupata experience kwenye timu ya senior sasa hivi ya wanaume. Mimi nadhani lilo ameliamua viongozi kumpa uzoefu kocha wetu wa timu ya wanawake ili aje timu kubwa aje kujifunza. Kwenye kujifunza lazima apate mtu ambaye yuko kuzidi, na kweli tuna mwalimu Mirudi Hamdi ambaye ni kocha mkubwa, ana CV kubwa, ameambiwa ndani ya mchezo huu. Kama ameambiwa ndani ya mchezo huu, akae pale ajifunze, aone mwalimu mkuu anafanya nini ili pale akiondoka naye apate cha kujifunza, aondoke nacho kwenye timu ya wanawake ili akaisaidia timu yote ya wanawake. So tumeshuhudia mtani wenu akipoteza kwa goli 2 kwenye kombe la shirikisho, goli 2-0, na kituo kinachofuata sasa hivi wanakuja kucheza Benjamin Mkapa wakiwa nyumbani. Awamo. Mimi nasema wale awamo. Kama wameruhusu kufunga goli 2 ugenini na Waarabu, afu timu nyingine kutoka Misri, wale awamo. Ila kwa sababu hajipe matumaini. Hivi siku gani Simba Tanzania isha kufunga timu ya Kiarabu kwanza goli 3-0? Mwaka gani? Ndio kwanza mwaka wa timu Simba hii. Wale awamo bwana. Tusubiri tu waje kumaliza vipolo vyao vya ligi kuu, lakini wale hawamo. Baada ya mechi hiyo tarehe 9 njoo niulize wamo hawamo. Mimi ninavyoona wale hawamo. Ila wajipe matumaini kwamba tunafunga kwa sababu ndio imani zao, lakini wale hawamo. Lakini wapo nyumbani. Nyumbani ndio nini? Uwanja home advantage. Wamesha kumfunga Mwarabu kutoka Misri goli 3-0 toka wameanzisha Simba yao. Lakini hii Simba inaonekana ya moto. Ya moto ingalifungwa 2-0 kama ingekuwa ya moto. Wao wanafungwa 2-0 unasema timu ya moto hii. Wale hawamo. Hauoni kama wamebahatisha tu? Wabahatisha. Afu nilikwambia kitu kimoja bwana Mula. Unaona wale juzi Makolo kwa mcheza mpira ambao uko unaonekana. Usitemegena kesho kuta cheza vile. Wewe kesho kuta kwa adhabu ya kupotea wale. Mechi hazifuatani na mechi hazifanani. Wanaweza kuona sababu kule walishambulia sana akajua na tarehe 9 hapa wakashambulia sana. Wale wanakuja na approach nyingine na wao wanajua kabisa tuna kitu ambacho tumekipata, goli 2-0 sio ndogo katika mashindano ya CAF. Hivi angalia katika mashindano yote ambayo yanaochezwa nani kashinda 2-0 alafu kijinga tu akaja kutolewa. Kwa hiyo wajipange. Mimi kwa mtazamo wangu kama msemaji wa Kali wa Mzinga na mshabiki wa Yanga na mwanachama, wale bwana hawamo. Wapambane kuhakikisha tunapata matokeo ya ushindi, lakini kwamba hawamo wale hawamo. Wale sio wajinga waje hapa tu wakae wafungwe kijinga tu migoli 3. Wale hawamo. Wale hawamo. Lakini wameweka matumaini makubwa sana kwa sababu wanacheza kwenye dimba la Benjamin Mkapa na hususani nyumbani na kila kitu ni cha kwao.
Matumaini ndio kila timu ya mpira inakuwa na matumaini. Kwa hiyo sisi tutatolewa. Lakini mmeona ubora mkubwa wa kikosi cha Simba wakiwa ugenini. Ubora gani sasa? Elimu Panzo mpaka amewachanganya wana Yanga. Sasa ubora gani? Akati amefungwa. Lakini Elimu Panzo amewachanganya wana Yanga, mnatamani ingekuwa kweli. Hakuna kitu kama hicho. Hakuna ubora kwenye kufungwa. Kama timu imecheza imefungwa goli 2 bila, hapo ubora hakuna. At least tungepata hata sare hivi au suluhu. Tungesema kidogo wamejitahidi. Sasa kama amefungwa 2 kuna ubora gani? Kimbia tu. Mpira klabu bingwa sasa kimbia, tumepangwa, ajipanga, unachukua pointi zako 3 kwa niaba ya wafu ile mechi ya mtoano goli 2 bila, sio goli ndogo. Alikufa Oloya pale Benjamin Mkapa. Oloya ametoka mchi gani? Alikuwa bora lakini ametoka mchi gani? Unaambiwa ligi ambayo anacheza mtigi gani? Wala anacheza ligi ya Misri. Misri sio ligi ya kitoto. Kama timu inacheza Ahali inacheza Zamalek inacheza na Pyramid, hiyo timu sio mzuri. Kwa hiyo wao wakae wajipe matumaini kwamba mabwana wanawatoa, lakini ninavyoona mimi wale safari imeshawakuta. Shukrani sana. Asante.